Karibu katika chaneli yetu ya Mautundu Online, na kama bado hujasubscribe kwenye chaneli hii, subscribe chini ya video hii na kisha gusa alama ya kengele, na utakuwa umejihakikishia kuwa mwanafamilia wa Mautundu Online na hautopitwa na habari zetu za kiburudani zinazotrendi katika mitandao ya kijamii na mataifa mbalimbali. Usisite kubaki na sisi. Moja kati ya taarifa ambazo zimezua taharuki katika mitandao ya kijamii na baadhi ya familia, ikiwemo familia ya mzee mzima Diamond Platinum, taarifa hizi zikiwa zinatokea huko Ufaransa, ambapo alipo Diamond Platinum alivyoenda kwenda kwenye shughuli zake mbalimbali, na aliweza kufikia hoteli moja hapo Ufaransa, ambayo hoteli hiyo alibooking kwa ajili ya matumizi yake binafsi, ikiwemo malazi na mambo mengine. Kubwa zaidi ambalo limewashtusha watu wengi ni Diamond Platinum kukutwa katika eneo ambalo sio eneo ambalo alikuwa amebook chumba cha kulala, na ikumbukwe hapo nyuma aliweza kubook sehemu ambayo watafanya indoor party, wakiwemo moja kati ya wasanii maarufu akina Chris Brown, Cardi B na Lil Wayne na moja kati ya wasanii wengi wa huko nje, na aliweza kuwaalika waweze kusherekea ushindi wake alioupata huko London. Na baadaye pati ile iliweza kuisha vizuri na wote wakaagana, kila mmoja akaenda kivyake, na Diamond Platinum akaendelea kusalia pale, maybe alikuwa anasubiria usafiri au mambo mengine. Na baadaye Diamond Platinum amekutwa hospitalini, aliweza kupelekwa na wasamaria wema ambao wameweza kumsaidia kwa sababu yeye sio mwenyeji wa huko Ufaransa, na daktari ameweza kuthibitisha kwamba Diamond Platinum ameweza kuwekewa madawa ya kulevya katika kinywaji, ambayo madawa hayo yanasadikika ni cocaine, na cocaine hiyo hakuna anayejua ni nani aliyeweza kumchanganyia katika kinywaji chake. Na daktari huyu, baada ya kujiridhisha kwamba Diamond Platinum ameweza kuwekewa hayo madawa ya kulevya kwenye kinywaji chake, alimtaka Diamond Platinum, baada ya kupata fahamu na kurejea katika hali yake ya kawaida, kumsihi kwamba aendelee kukaa chini ya uangalizi na haruhusiwi kusafiri tena kuja Tanzania kwa kipindi hichi mpaka wamkague na wajiridhishe kwamba msanii huyu sio mfuasi wa cocaine kama wanavyoona wao madaktari. Na jeshi la polisi la huko wametaka Diamond Platinum aweze kuwasiliana na ndugu zake ili awape hiyo taarifa, na hao ndugu watoe ushirikiano kwamba Mr. Nasibu sio mfuasi wa madawa ya kulevya. Na kitendo hiki kimeweza kuwashangaza watu wengi, ikiwemo madaktari pamoja na hata wasanii wengine na familia nzima. Tuachie maoni yako ndani ya comment section, na vile vile usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.